Katika amri 10 za Mungu ipo amri moja ambayo inayosema usiue. Nadhani watu wengi mnaifahamu amri hii inayosema usiue. Sasa kama ulikuwa hujui kuhusu hii amri, ngoja leo nikufafanulie vizuri kuhusu amri hii. Lakini usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare channel yetu. Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Usiue ni amri ambayo Mungu ameiachilia kwa mtumishi wake Musa, lakini watu wengi hawajui undani wa hii amri. Unachotakiwa kufahamu kuhusu undani wa hii amri ya usiue. Watu wengi huaga wanaamini kwamba neno kuua, Biblia inavyosema usiue, ni kutoa uhai wa mtu au kudhulumu nafsi ya mtu. Sasa hilo neno usiue na hiyo amri usiue ni pana sana, haijashia tu hapo kwenye kutoa uhai wa mtu. Sikiliza nikwambie, uone nisikiliza, ikiwa ni kijana, ikiwa ni binti, ikiwa ni mama, ikiwa ni baba. Kitendo tu cha kutoa mimba umeua. Alafu pia kitendo cha kutoa tu mimba umemwaga damu isiyokuwa na hatia. Kitendo cha kuua maono ya mtu au kuzima ndoto za mtu, kukatisha ndoto za mtu. Mtu alikuwa na mpango fulani ukamkatisha tamaa, akaacha kufanya kile alichokuwa anakifanya, pia umeua. Umeua maono ya mtu, umeua ndoto za mtu. Kwa hiyo kama uliua riziki ya mtu, ulizuia riziki ya mtu, ukazuia maono ya mtu asifanikiwe, ukamfanyia mtu figisu, asifanikiwe kiuchumi, asifanikiwe kindoa, asifanikiwe kiafya, asifanikiwe kivyovyote tu, lile jambo likafa, basi juu umeua. Yaani amri ya kuua haiishii tu kutoa uhai wa mtu. Mambo ya kiroho hayatafsiriki kwa mambo ya kimwili. Unapoua maono ya mtu, unapoua future ya maisha ya mtu, unapoua ndoa ya mtu, unapoua uchumi wa mtu, kinamna yoyote ile, wewe jua kwamba umeua kama mtu tu aliyetoa uhai wa mtu mwingine. Kwa hiyo unaposikia neno kuua, haliishii tu kutoa uhai wa mtu. Sikiliza nikwambie, kuna madhara makubwa sana kuua maono ya mtu. Mungu anapoweka kusudi ndani ya mtu, Mungu anapoweka kusudi ndani ya mtu, ndani ya binti, ndani ya kijana, ndani ya mzee, ndani ya mtu yoyote, hata kama mtoto, lile kusudi ukilipinga likafa, umeua, umevunja amri ya kuua. Hautakiwi kuua maono na makusudi ya mtu anaoyafanya chini ya jua, ikiwa tu ni mema. Hautakiwi kulizuia kusudi jema ndani ya mtu. Hautakiwi kuua kusudi jema ndani ya mtu ambalo hilo jambo akilifanya ni zuri kwa taifa, kwa jamii, kwa watoto au kwa namna yoyote ni zuri. Hautakiwi kuliua, kwa sababu ukiua, ukilizuia, ukilipinga lisipotokea, maana yake umeua. Kwa hiyo sasa, kuwa makini sana na unapokuwa unamshauri mtu au unamzungumzia mtu au unapanga kumfanyia mtu jambo baya ambalo unajua litamfanya yeye ashindwe kusurvive kwenye haya maisha, kiuchumi au kiroho au kimwili. Manake ni sana umeua kusudi ambalo Mungu aliweka ndani yake. Kwa hiyo na wewe ni moja kwa moja ile amri inayosema usiue itakuwa inakuhusu, kwa sababu umeua. Ukiua maono ya mtu umeua, ukiua ndoto za mtu umeua, ukiua uchumi wa mtu umeua. Unaingia kwenye hilo kundi la watu walioua. Kwa hiyo sasa ni kitendo cha kuwa makini tu unapokuwa unafanya vitu. Angalia usije ukaua makusudi ya mtu yoyote ndani ya mtu, makusudi ya Mungu ndani ya mtu, utaingia kwenye kundi la watu ambao wameua.